uchaguzi? Chadema kwa kupitia viongozi wake wametoa ufafanuzi juu ya hiyo maana ya kauli mbiu ya kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Mabadiliko ya ufafanuzi wa kwanza ulitolewa na mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Lissu mara baada ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hicho, na baadaye alitoa ufafanuzi walivyotoka kwenye fungate. Mnajua baada ya uchaguzi walienda Bagamoyo wakafanya kikao, na baada ya hicho kikao walitoa taarifa inayoeleza sera yao, maana gani wanapozungumzia habari ya hiyo kauli mbiu no reform no election. Baadaye mwenyekiti huyo ametoa ufafanuzi tena juu ya kauli mbiu hiyo na msimamo huo alipokutana na baadhi ya wanachama wa Chadema ambao walionyesha nia kwamba wanataka wagombee nafasi za uchaguzi mwaka huu wa uchaguzi mwezi wa 10, aidha kama wabunge, kama wagombea udiwani. Akawa ametoa maelezo na ufafanuzi wana maana gani. Na jana mtakumbuka mwanasheria mkuu wa Chadema vile vile alitoa ufafanuzi mbele ya waandishi wa habari wana maana gani wanapozungumzia kwamba kama hakuna mabadiliko basi uchaguzi hawezi kufanyika. Kwa hiyo mimi siwezi kuongezea zaidi ya walivyosema, lakini walivyosema ni kwamba mabadiliko muhimu ya kikatiba na ya kisheria na kiutawala yafanyike ili tuwe na uchaguzi ambao ni huru na wa haki, uchaguzi ambao utakuwa hauna upendeleo. Na hii kauli ya kufanya mabadiliko ya mfumo wa sheria, uchaguzi pamoja na katiba hawajaanza Chadema. Kwa hakika haja ya kuwa na katiba mpya ilitolewa mara ya kwanza wakati wa utawala wa Mheshimiwa Rais Mwinyi alipounda tume ya rais almaarufu kwa tume ya Mheshimiwa Nyalali, ambao walipendekeza, hiyo tume ilipendekeza kwamba Tanzania ilikuwa imefika mahali ambapo tunapaswa tuwe na katiba mpya, tuwe na sheria mpya ambazo zitakidhi mahitaji ya wakati ule 1991 na mpaka sasa hivi ya mfumo wa utawala wa vyama vingi, kwa sababu katiba tuliokuwa nayo na sheria tulizokuwa nazo wakati ule zilikuwa ni zile za mfumo wa utawala wa chama kimoja pamoja na sheria zake. Tume ya Nyalali walitaja zaidi ya sheria 40 ambao kwa maoni yao zilikuwa zinapaswa aidha zibadilishwe kabisa, zifutwe au zingine ziboreshwe, zirekebishwe na zingine zifanyiwe marekebisho, ambazo nyingi ya hizo sheria zilishughulikiwa. Lakini ni ukweli vile vile kwamba kuna baadhi ya sheria hizo ambazo tume hiyo ilisema kwamba hazifai kwenye mfumo wa siasa ya vyama vingi, bado zipo. Na kwa hakika ziliongezeka baada ya 91, ziliongezeka sheria nyingine ambazo zilikuwa zina matatizo makubwa ili kukidhi mahitaji ya sasa hivi. Tunakuja mwaka 98 ambayo Mheshimiwa Rais Mkapa aliunda vile vile tume, kamati iliyokuwa inasimamiwa na Mheshimiwa Jaji Kisanga
wakatoa mapendekezo hayo 2002 vile vile Mheshimiwa Mkapa aliunda kamati iliyoongozwa na Mheshimiwa Jaji Bomani ambao walipendekeza yafanywe mabadiliko muhimu kwenye katiba ili kuingiza Tanzania katika huu mfumo sasa hivi. Na mwishoni mwaka 2011 Rais Kikwete aliunda tume ya mabadiliko ya katiba ambayo iliongozwa hiyo tume na Mheshimiwa Jaji Warioba, ambao walipeleka mapendekezo ya kuwa na hiyo katiba mpya, na ambayo hayo mapendekezo ya hiyo katiba mpya rasimu ya hatimaye yalipelekwa kwenye bunge maalum la katiba, ambalo bunge hilo likatunga katiba inayopendekezwa, ambayo katiba hiyo ilipaswa iende kwa wananchi tukaulizwe, hiyo katiba ni hii. Katiba inayopendekezwa ya bunge maalum la katiba, kama tunavyofahamu ndugu mwandishi, hii katiba mchakato wake ulikatika katikati. Mwaka huo 2014 mwezi wa 10 bunge maalum walipopeleka hii katiba inayopendekezwa, serikali haikuendelea na mchakato huo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunavyozungumza sasa hivi, katiba yetu bado ni hii ya 1977 kama ilivyorekebishwa mara kadhaa, lakini hatujawa na katiba ambayo imedaiwa na makosa sana, ndivyo wanavyodai. Lakini tulitakiwa sisi, Bwana Baraka, serikali pamoja na bunge wakamilishe mchakato wa hii katiba inayopendekezwa kwa kuipeleka kwa wananchi wapige kura. Je, wanaikubali hii katiba au hawaikubali? Na kama watakuwa hawaikubali, wataeleza sababu. Sasa unadhani kwa nini serikali na bunge haijafanya hivyo? Mimi ninasema hivyo, naamini hawajafanya hivyo kwa sababu wana maslahi ya kuendelea na katiba ya sasa hivi, hii ambayo kimsingi ni katiba ya chama kimoja, na chama kimoja sasa hivi ni CCM. Hii katiba pamoja na mapungufu yake, of course watu wa vyama vya upinzani wanasema hata hii iliyotengenezwa na bunge maalum haifai, lakini ukiniuliza mimi binafsi, hii katiba ina vitu vingi vizuri ambavyo haviko kwenye hii katiba ya sasa hivi. Kwa mfano, hii katiba inayopendekezwa inasema sasa hivi mbunge mtu ambaye amechaguliwa kuwa mbunge kwa miaka 5, kama wapiga kura wake katika kipindi hicho cha miaka 5 watakuwa hawajaridhika na ule uongozi wake, wataweza kufanya nini? Kumrudisha, kwamba wewe tumekuchagua utufanyie kazi, lakini umefanya kazi hii miaka 2 mitatu, tunaona hutufai, kwa hiyo tupishe, tuchague mtu mwingine. Hayo mapendekezo yalikuwepo, yapo kwenye hii katiba inayopendekezwa. Huku hakuna. Katiba hii inayopendekezwa inaruhusu kuwepo na wagombea huru, kwamba sio ili ugombee nafasi ya kuchaguliwa, kwa mfano mbunge, diwani au hata rais, sio lazima udhaminiwe na upendekezwe na chama. Watu kwenye ngazi ya kata wanajua kama wewe utakuwa kiongozi mzuri au namna gani. Kwa nini uhitaji chama? Ipo kwenye mapendekezo ya bunge maalum. Huku hamna.
kwenye mapendekezo ya hii katiba inayopendekezwa wameingiza kifungu kinachoruhusu uchaguzi wa rais kuweza kuhojiwa mahakamani. Kama umefanyika uchaguzi wa rais alafu watu wale wagombea hawajaridhika, watu ambao hawajaridhika na matokeo haya waende mahakamani kupinga hayo matokeo ya uchaguzi wa rais. Hii katiba ya sasa hivi hamna. Hii katiba inayopendekezwa imeweka utaratibu wa namna ya kuwateua wajumbe wa tume ya uchaguzi, kwamba lazima wafanyiwe usaili, washindanishwe, alafu wale wanaoshinda kwenye usaili wanateuliwa na rais. Hii katiba ya sasa hivi haina kifungu kama hicho. Kwa hivyo yale mamlaka ya rais kuteua wale wajumbe wa tume ya uchaguzi bado hayana mipaka. Katiba ya sasa hivi imeweka tu utaratibu kwamba mwenyekiti kwa mfano wa tume hiyo atakuwa ni nani. Inasema atakuwa ni jaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufaa, na mwenyekiti wa tume hii anapaswa awe ni jaji wa mahakama kuu. Lakini haielezi, katiba hii haielezi rais anawapataje hawa watu. Sasa hivi kuna majaji wako wengi tu, zaidi ya 100 ambao wanaweza wakaomba hiyo nafasi wakashindanishwa, alafu wale wajumbe bora wakaweza kuteuliwa. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ambayo ni bora. Ibara hii, katiba hii ina ibara 151, jumla na 151. Hii katiba inayopendekezwa ina jumla ya ibara 200. Ngoja nionyeshe. Hii katiba inayopendekezwa ina jumla ya ibara 296, tofauti na hii ambayo ina 151. Kwa hiyo dhahiri kuna mambo mengi huko ambayo yameongezwa. Hatujafika huko, hatujawa na hiyo katiba ambayo ni bora kuliko hii ya sasa hivi, na ndio maana kumekuwa na hiyo kelele ya nini. Kwenye msimamo wa Chadema ambao sasa hivi wako nao. Wao umeuliza kwamba sasa hivi unasema unasema kwamba serikali kupitia bunge wamefanya marekebisho muhimu ya tume. Sasa hivi ni tume huru. Sasa hivi ni tume huru. Sio kweli kwamba hiyo tume ni huru. Na sababu ndugu yangu ni kwamba bado wale wajumbe wa hiyo tume ni wale walioteuliwa kwa mujibu wa hii katiba ambayo ina mapungufu. Wameteuliwa na rais kwa mujibu wa hii katiba. Sheria iliyounda inayoitwa Tume Huru ya Uchaguzi haijagusa hiyo sheria ambayo imeunda hiyo Tume Huru ya Uchaguzi. Haijabadilisha ibara namba 74 ya hii katiba ya sasa hivi ambayo inaweka utaratibu tofauti na huu ambao umewekwa kwenye hiyo sheria. Kwa hivyo sasa hivi Rais wa Jamhuri ya Muungano katika kuteua
wajumbe wa hiyo tume halazimiki kufuata kwanza sheria inasemaje. Anaweza kulazimika, sio anaweza, atalazimika kufuata matakwa ya katiba. Manake ameapa hiyo kufanya kazi hiyo ya urais kwa mara ya kwanza kwa mujibu wa katiba. Alafu sheria hizo zingine zinafuata. Kwa mfano kwenye uchaguzi wa mwaka jana, hiyo sheria ya iliyounda tume huru ya uchaguzi, hiyo sheria ilikuwa inasema kwamba tume hiyo ya uchaguzi itakuwa na mamlaka ya kusimamia uchaguzi katika ngazi ya serikali za mitaa. Lakini sheria hiyo ilikuwa inasema bunge litaweka utaratibu, litatunga sheria itakayowezesha hiyo tume huru ya uchaguzi iweze kusimamia uchaguzi katika ngazi ya serikali za mitaa. Na hiyo sheria ambayo ilianzisha tume huru ya uchaguzi imeanzishwa mwaka jana mwezi wa pili. Mwezi wa 4 rais akawa ametia saini. Toka mwezi wa 4 rais au serikali hawakupeleka mswada bungeni wa kutunga sheria utakaoiwezesha tume ya uchaguzi iweze kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Na matokeo yake ndio hayo, uchaguzi umefanywa. Uchaguzi wa serikali za mitaa ulifanywa, wagombea wengi wa vyama vya upinzani walienguliwa, na katika maeneo mengi wagombea wa chama cha CCM, wagombea wa chama cha Mapinduzi walishinda kwa 99.9. Sasa ushindi kwenye uchaguzi 9.9 ni ushindi ambao tulikuwa tumeuzoea wakati wa utawala wa chama kimoja. Sasa hivi inakuwaje wagombea wa vyama vingine vya kisiasa wapate nini, washinde kwa 0.1%? Wanasema wanafuasi wengi sana CCM wana wafuasi wengi sana. Uchaguzi wa aidha serikali za mitaa au uchaguzi mkuu, watu ambao wanawake kupiga kura sio watu ambao wanatoka kwenye vyama peke yake, ni pamoja na watu ambao hawana vyama. Mimi ninavyojua katika Tanzania kwamba katika Tanzania watu walio wengi actually sio hawana nini, sio wanachama wa vyama vya kisiasa, lakini wao wanaenda kupiga kura. Kwa hiyo hoja kwamba CCM wana wanachama wengi na ndio maana wafanya nini, wameshinda, ni swala ambalo ni la mjadala. Unanipata? Ungekuwa na nafasi mimi ningekueleza ilitokeaje kwenye mtaa wangu. Mimi bwana nani Baraka, sio mimi, ni mwanachama wa CCM toka 1976 mpaka sasa hivi. Ukiniuliza kilichotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kwenye mtaa wangu, utashtuka. Bwana Baraka, nilishasema jambo hilo kwenye interview ya mwezi wa kwanza, hujachapisha. Kwa hivyo tuende kwenye eneo jingine. Kwa ujumla ni kwamba ilitokea nini rafu. Huo haukuwa ni uchaguzi hata kidogo. Wanaita uchafuzi. Yaani sio sawa sawa. Na hii ni tunataka tuwe na jamii ya demokrasia. Ambayo wale tunaowachagua wanatoka nini, wanakubaliwa na watu wote. Kama unakuwa na uchaguzi ambayo watu wanashinda
99.9. Alafu mwaka 2014 kwa mfano, uchaguzi kabla ya 2015 katika ngazi ya serikali za mitaa, ambapo hivi vyama vya vya upinzani walikuwa wanapata viongozi kwenye vitongoji, kwenye vijiji, kwenye wajumbe wa kamati za serikali za mitaa, walikuwa wengi. Sasa hivi sifuri au wachache sana. Alafu watu ni hawa, lazima kutakuwa na makosa yamefanyika. Kwa hivyo Chadema wanasema kwamba huu mfumo wa katiba na sheria ubadilishwe ili tufanye uchaguzi wa huru na haki na wazi. Niliseme hapo, nitilie nguvu hapo, mwaka 2007 AU Umoja wa Afrika ulitengeneza azimio juu ya demokrasia, uchaguzi na utawala bora, the African Charter on Democracy, Elections and Governance. Kueleza vitu vingi tu ni kwa namna gani uchaguzi, mfumo wa uchaguzi kwenye nchi inayofuata demokrasia na vyama vingi na utawala bora vinapaswa viwe. Zaidi ya hili tamko, Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao sisi ni wanachama, ni wanachama waanzilishi, ilitoa vile azimio kama hili juu ya demokrasia, uchaguzi na utawala bora. Zote hizi, Bwana Baraka, ndugu mwananchi, ndugu wewe ni mwandishi msabani zote hizi, taarifa yangu ni serikali yetu haijaridhia hii chata ya Afrika, haijaridhia vile na hiyo chata ya Jumuiya ya Afrika Mashariki mpaka sasa hivi. Na ndio maana kumekuwa na hayo matatizo. Na ndio maana kwenye hizi chaguzi zote, hasa 2020, wale watazamaji wa uchaguzi kutoka sehemu mbalimbali za dunia hii wamekuwa wanatoa ripoti kwamba kuna dosari kwenye mfumo wetu wa uchaguzi, na kwa hivyo urekebishwe. Sawa, tukisalia hapo kwenye no reform no election ambayo inasimamiwa zaidi na mwenyekiti wa chama cha Lissu, ambaye siku za nyuma alikuwa kusini zaidi kuisambaza kauli yao hiyo no reform no election, lakini alishikiliwa na jeshi la polisi. Kuanzia pale ule ukamataji wa jeshi la polisi kwa mheshimiwa mwenyekiti Lissu, kwanza unazungumziaje kwa jinsi ulivyotazama? Kwa hivyo kabla sijaenda hapo, kwa hivyo nasema tu kwamba Bwana Lissu hajaanzisha jambo lake, hajaanzisha sera yake. Amechukua anatekeleza sera ambayo iliamuliwa na vikao muhimu vya chama chake wakati wa uongozi wa mheshimiwa mwenyekiti Mbowe. Na ili kuwe na mabadiliko ya hiyo sera, lazima wanachama wake au watu wanataka mabadiliko warudi wakapate ridhaa mpya au wakapate maelekezo mpya kwenye hivyo vikao vya chama. Nimalizie tu kusema mimi sio msemaji wa Chadema, na kurudisha tu kwenye ufafanuzi ambao viongozi wa hicho chama wamekuwa wanakitoa. Mara ya mwisho jana, mwanasheria mkuu wa Chadema akitoa ufafanuzi mrefu juu ya msimamo wake huu. Yes. Sawa, nakuuliza usiana
kushikiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kuendelea na ziara yake kusini mwa Tanzania, ule ukamataji, watu wengi wanajadili sana mitandao mbalimbali ya kijamii, kwa mtazamo wako ule ukamataji wa kiongozi mkubwa wa upinzani kama yule Tundu Lissu unazungumziaje kabla ya kwenda kwa swala ya kesi? Kwanza niseme kwamba fact kwamba Bwana Lissu ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini sio kinga ya yeye kutokukamatwa na polisi kama atakuwa amefanya kosa la jinai. Hana kinga, kama ambavyo naamini vile viongozi wa CCM kuanzia ngazi ya taifa mpaka huku chini vile hawana kinga ya kutokushtakiwa kama watakuwa wamefanya makosa ya jinai. Unanipata? Hakuna kinga, isipokuwa sheria imeweka kinga kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa Jaji Mkuu na sasa hivi kwa Spika. Huwezi kumkamata hivi kiorera. Kuna utaratibu ambao unapaswa ufuatwe. Kwa hivyo ndio hivyo. Unauliza habari ya namna alivyokamatwa. Mimi nimeona hilo tukio kama ambavyo ulivyoona wewe na watu wengine, kwamba amefanya mkutano wa hadhara mwanzo mpaka mwisho, na ule mkutano ulikuwa umehudhuriwa na polisi wengi tu. Alafu baada ya kumaliza ule mkutano, alianza sasa kuchangisha michango ya tone, ndio akavamiwa na polisi ambao walikuwa wengi wakimtaka afuatane nao aende kituo cha polisi. Ndio kukawa na tafrani pale. Na hiyo tafrani imetokana na ule ukamataji. Inaonekana wale wananchi walikuwa wamesikiliza huo mkutano, hawakuridhika na namna ambayo kiongozi huyo alikuwa amekamatwa. Kwa hiyo kukawa na tafrani, mabomu wakatawanywa kwa jumla, wakatawanywa kwa mabomu. Mimi sidhani kama kulikuwa na huo umuhimu, kwa sababu kama lengo lilikuwa ni kwenda kumkamata na walikuwa kwenye eneo, wangemsubiri amalize mkutano wake. Kwani angelala hapo? Si angerudi ofisini kwake au kwenye hotelini kwake? Wangeenda kumkamatia kule, halafu washughulike naye. Daima wamemkamata hadharani, wamepiga watu mabomu kama tulivyoona. Baada ya hapo kuna alipelekwa Dar es Salaam na akashtakiwa kwa kosa la uhaini. Akisheria, unadhani kuna msingi halali wa kufungulia mashtaka hayo Tundu Lissu? Swala kama hayo mashtaka aliyoshtakiwa ya uhaini yalikuwa halali au vipi, ni swala la ushahidi. Tutahitaji kusubiri ushahidi utakaotolewa na upande wa polisi, kama kulikuwa na sababu ya kumkamata na kumfungulia kesi ya uhaini kama walivyofanya. Sasa nikuuliza hivyo kwa msingi kwamba huko kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, vyombo vya habari, kila mwanasheria amekuwa na majibu yake kuhusiana na hicho. Kwa yale maneno ulipomsikiliza Tundu Lissu kwamba tutakichafua, tutavuruga uchaguzi hivi, kwa ujumla
inaweza ikafanywa kama ni kesi ya uhaini ama inaweza ikapelekea mtu kufunguliwa mashtaka kwa kosa la uhaini? Kwa maneno yale ambayo nani kama nilivyosema ni swala la ushahidi. Sasa mimi sijui huo ushahidi ambao wameutumia na kiasi cha kumfanya polisi wa mkamate kama walivyomkamata. Kwa hivyo utakuwa unataka mimi mpige ramli. Mimi ni kaka yake. Kwa hiyo ni rahisi kwangu sana mimi niseme alionewa. Unaelewa? Ni rahisi sana kwangu mimi niseme alionewa. Kwa hivyo hakukuwa na uhalali. Lakini nitakuwa na ushahidi gani ndugu yangu? Nitakuwa na ushahidi gani kwamba amekamatwa bila sababu? Mimi niko Arusha, tukio limetokea Dar es Salaam. Wanazungumzia habari ya uhaini unaotokana na kauli ambazo alizitoa wakati anahutubia wanachama wenzake, pamoja na wale ambao walikuwa wametia nia kwamba wanataka wagombee nafasi za uchaguzi kwa kupitia Chadema. Yeye akawa anawahutubia kueleza kwa nini msimamo wao wa kutokushiriki kwenye uchaguzi, kwa sababu ya kwamba mabadiliko muhimu hayajafanyika. Ninachoweza kukisema ndugu mwanahabari ni kueleza sheria nini makosa ya uhaini manake nini. Kosa ili mtu ashtakiwe kwa kosa la uhaini, ni kitu gani waendesha mashtaka watapaswa kudhibitisha kwamba alifanya huo uhaini ulivyofanya. Ni kurudishe kidogo. Kwanza nilikuwa nataka kusema kwamba kosa la uhaini lilitungiwa sheria na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 70 kwa sheria namba 9 ya mwaka 70 ambayo ilitunga ni sheria namba 2 1970 ndio imeunda kosa la uhaini katika Jamhuri ya Muungano, na kosa hilo liko mpaka sasa hivi. Na sasa chini ya kifungu namba 39 kuna 39 kifungu kidogo moja na kifungu kidogo cha pili na kifungu kidogo cha tatu. Chini ya sheria hiyo, chini ya kifungu hicho, ili kosa la uhaini liweze kudhibitika, kwanza lazima huyo mtuhumiwa mshtakiwa awe chini ya utii wa Jamhuri ya Muungano, awe anawajibika chini ya Jamhuri ya Muungano. Kwa mfano, katiba yetu inasema kila raia anastahili kutii na kufuata sheria za nchi. Kwa hiyo unatii kwanza sheria, katiba ya Jamhuri ya Muungano. Pili, unatii vile sheria zilizotungwa na mamlaka za nchi hii, bunge. Kwa hiyo unakuwa chini ya mamlaka ya utii wa Jamhuri ya Muungano. Jamhuri ya Muungano, hatuzungumzii serikali. Hii kitu inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yote hiyo. Pili, ili aweze kushtakiwa na kutiwa hatiani kwa kosa la uhaini,
lazima kuwe na ushahidi kwamba alitunga nia, kwamba alikuwa na nia ya kufanya hilo kosa. Na hiyo nia inajionyesha kwa nini? Kwanza, kwamba alikuwa na nia ya kumuua rais wa Jamhuri ya Muungano, au kumjeruhi, au kumuumiza, au kumfungia rais wa Jamhuri ya Muungano. Ukifanya hayo makosa ni uhaini, utakuwa umefanya kosa la uhaini. Pili, kama utaonyesha nia ya kupindua serikali, au kama utaonyesha nia ya kusababisha mabadiliko ya serikali kwa mfumo halali, kwa njia ambayo haijaruhusiwa na sheria. Tatu, kosa la uhaini litakuwa limefanyika kama wewe ambao umeshtakiwa na uhaini utakuwa umeitishia Jamhuri ya Muungano, umeitishia serikali, au umeitishia mahakama au bunge, na umeonyesha nia hiyo ya kutishia kwa tendo linaloonekana. Tendo linaitwa overt act, ambalo linaonekana. Hilo tendo la kufanya uhaini linaonekana aidha kwa kutoa maandishi au kuchapisha habari, vitu kama hivyo. Ndio unakuwa umefanya nini? Umefanya kosa la uhaini. Kwa hivyo unamjeruhi, unakuwa na nia ya kumuua rais, kumjeruhi, kumfungia au kumuumiza. Alafu nia hiyo unafanya nini? Unaitekeleza. Ni kurudisha nyuma kwenye historia ya kwetu. Hii kosa la uhaini limeanzishwa mwaka 1970 kama nilivyosema, na watu wa kwanza kushtakiwa na kosa hilo la uhaini walikuwa ni, wewe umeenda shuleni sekondari mwaka gani bwana Bendera, bwana Baraka? Kulikuwa na kesi ya uhaini ya kwanza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambako jamhuri walimshtaki Gray Likungu Mataka na wenzake 7, wakiwemo, utamkumbuka kwenye historia ya nchi hii, Mama Titi Mohamed, wakiwemo bwana Michael Kamaliza. Katika kesi hii hao watu 9 raia walikuwa 2, na wale wengine wote walikuwa ni askari wa jeshi, na ushahidi ulitolewa kwamba walikula njama ya kumuua rais na kubadilisha serikali kwa mtutu wa bunduki. Kesi ya pili ya uhaini imetokea 1983, na washtakiwa hapo walikuwa ni bwana mmoja anaitwa Hatibu Gandhi na wenzake 8. Hatibu Gandhi na wenzake 8. Katika shauri hili raia alikuwa ni mmoja, huyo Hatibu Gandhi. Wengine wote 8 walikuwa jumla 9. Wengine wote 8 walikuwa ni askari jeshi. Na tuhuma ilikuwa ni hiyo kupanga njama za kumuua rais, alafu
apindue serikali kwa kutumia nguvu. Na hivyo ni hayo matendo yanaonyesha nia. Ulitolewa ushahidi juu ya barua ambazo waliandikishana hawa wananjama, vikao vya siri, mikakati ya namna ya kutekeleza kutekeleza hiyo nia, nani alikuwa afanye nini na kadhalika. Na hiyo kesi ya kina Bibi Titi Mohamed mwaka 70 ilikuwa ni hivyo. Sasa nitoe mfano mwingine wa tatu. Kwa mfano, Kenya mwaka 1983 jeshi Kenya na raia kadhaa walifanya jaribio la kuipindua serikali ya Moi. Baadhi ya wale askari walikimbilia Tanzania, wakaja wakajificha huku, walikamatwa. Kukawa na shauri la kuwahamisha, kuwarudisha Kenya ili wakashtakiwe. Unanipata? Na kati ya askari mmoja alikuwa Ochuka, nadhani, walirudishwa. Walikuwa ni askari waliokula njama kupindua serikali kwa kutumia nguvu. Askari pamoja na raia unatumia nguvu. Sasa huyu mheshimiwa, huyu Bwana Tundu ni raia, unajua ni raia. Hakuna, hajashtakiwa pamoja na watu wengine. Kwa hakika mpaka sasa hivi, labda wabadilishe hati za manini, hati ya mashtaka, hajaunganishwa na maaskari wenye silaha ili waweze kupindua serikali. Na maneno ambayo anadaiwa aliyatoa, kayatoa hadharani, sio kwenye kificho, wakati anazungumza na waandishi wa habari. Kwenye hiyo kesi ya kina Bibi Titi, ile mipango ile ilikuwa inafanyika kwenye siri, na hii akina Hati Magi hivyo walikuwa wanafanya mipango ya siri juu ya namna ya kufanya hayo mapinduzi. Kwa hivyo ni swala la ushahidi. Je, mtu au raia ambaye ana utii kwa Jamhuri ya Muungano atakuwa amefanya kosa la uhaini kama atatoa maelezo, atatoa kauli kwenye mkutano wa hadhara, kwa mfano, ambayo haijapendeza, na hiyo kauli, hayo maneno yakawa sawasawa na uhaini, bila kuwa amefanya kingine zaidi, katoa tu maelezo, katoa tu maneno, anakuwa amefanya nini? Uhaini, bila kuwa na vitendo zaidi vinavyoonyesha ule uhaini wake ni kupindua, kumdhuru rais, au kumjeruhi au kupindua nchi kwa kutumia nini? Kupindua serikali kwa kutumia nguvu, kwa kutumia silaha. Na ni moja, unapindua serikali ambayo ina majeshi ya ulinzi na usalama, polisi, jeshi, watu wa magereza, ina TIS, usalama wa taifa, unaelewa? Ina hela. Unapindua wewe mmoja kwa kutishia, kwamba unatishia, umesema unasema tutafanyaje,
tutakinukisha. Naangalia ile charge nani, tutahamasisha uasi, tutakinukisha, tutavuruga kweli kweli, uchaguzi tutauvuruga kweli kweli mbele ya hadhara. Halafu this is true. Halafu unafanya huu ni uhaini, na uhaini ni kosa kubwa la kwanza katika Jamhuri ya Muungano, ambalo ukifanya kosa hilo unaweza kukamatwa pale pale na raia au na askari na nini na polisi kama wapo pale kama ambavyo sisi raia, kama unaona mtu anafanya kosa mbele yako, anavunja store, anapiga nini mtu, anaiba, sisi tunamkamata pale. Hatusubiri, yaani hatutawanyiki, unaenda kwenye nini, kwenye shughuli zako. Huyu mheshimiwa allegedly kafanya uhaini mbele ya waandishi wa habari na mbele ya wanachama wengine labda 300 ngapi. Alafu baada ya hapo watu wametoka, wametawanyika, ameenda nyumbani kwake, ameenda siku mbili baadaye ameenda kuwa mwenyekiti wa viongozi wa vyama ambavyo viko bungeni, chini ya kivuli cha Kituo cha Demokrasia Tanzania, Tanzania Center for Democracy. Kaongoza kikao pale, akiwemo mheshimiwa Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM. Ametoka pale kwenye hicho kikao, ameenda kufanya campaign hizo mikoa ya nini ya kaskazini wiki nzima, analindwa na polisi, hawajamkamata. Yani kwa hivyo tunasubiri ushahidi katika shtaka la hilo ambalo ameshtakiwa. Anadaiwa kwamba aliitisha na kuiogopesha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa neno serikali ni nini? Neno serikali halijafafanuliwa na sheria, kwamba unaposema serikali una maana nini. Lakini bahati nzuri kwenye katiba yetu, chini ya sura ya pili ya katiba imefafanua. Sura ya pili inazungumzia serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sehemu ya kwanza inasema hiyo serikali maana yake ni nani? Inamtaja rais wa Jamhuri ya Muungano ndio serikali. Wa pili inamtaja makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano, yuko kwenye ainisho hilo la serikali la neno serikali. Inataja baraza la mawaziri, inataja mwanasheria mkuu, inataja mkurugenzi wa mashtaka, inataja wakuu wa mikoa. Hawa ndio serikali kwa mujibu wa dini wa katiba. Sasa shtaka ambalo mheshimiwa Tundu ameshtakiwa nalo ni kwamba ameitisha serikali. Maana yake nini? Amemtisha rais. Tutasubiri kama hiyo orodha ya mashahidi watakaoitwa na upande wa mashtaka kuja kudhibitisha hilo shtaki la kutisha
watamuita huyo mkuu wa nchi, watamuita mama, au watamuita makamu wake au waziri mkuu kutoa ushahidi kwamba walitishwa, na kwa hivyo na huyu aliyewatisha amefanya nini kosa la uhaini. Wanaweza kusema kwa vile shughuli ya uchaguzi inasimamiwa na tume ya uchaguzi na huyu bwana huyu mshtakiwa atakuwa ameitisha tume ili wasisimamie ule uchaguzi. Swali litakuja, je, hii tume huru ya uchaguzi ni serikali? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Chini ya katiba hii ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 wanasema kwamba tume ya uchaguzi itakuwa ni huru na nipata katika kutekeleza mamlaka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Tume ya uchaguzi haitalazimika kufuata amri au maagizo ya mtu yeyote au idara yoyote ya serikali au maoni ya chama chochote cha kisiasa. Kwa hivyo tume ni huru kwa mujibu wa katiba. Tume ni huru, pamoja na kwamba watu wanasema kwamba hii tume sio huru. Lakini mwaka jana mwezi wa 4 rais alipitisha sheria inayounda tume huru ya uchaguzi. Ni huru kutoka kwa nani? Itakuwa ni huru kutoka serikali. Ni idara ambayo sio idara, ni mamlaka iliyoundwa chini ya katiba ambayo ni huru maana sio sehemu ya serikali. Unanipata? Na ndio inayosimamia mambo ya uchaguzi. Bahati nzuri, bwana mwandishi, sheria ya uchaguzi imeweka utaratibu. Inakuwaje kama kuna mtu au watu wanavuruga uchaguzi? Kama mtu au watu wanavuruga uchaguzi inakuwaje? Ngoja nikumalizie. Kwenye nilikuwa nataka nikuonyeshe kifungu cha sheria ya uchaguzi ambayo inasema kwamba hicho kitendo cha kuvuruga uchaguzi ni kosa la nilikuwa natafuta hiyo sheria ya uchaguzi. Ambayo imeleta hiyo. Nilikuwa na nakala ya hiyo sheria, imeandikwa kwa Kiswahili hapa sinayo, na ili nikusomee kifungu kinachohusika wa hii sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Hiyo iliyopitishwa mwaka jana mwezi wa 2 na bunge, na mwezi wa 4 ikapata saini ya rais. Kifungu 133 inazungumza kuvuruga kwa shughuli ya uchaguzi. Taisoma kwa Kiingereza. A person who at a lawful public meeting held in connection with the election of any person between the day of publication of the notice appointing nomination day and the day on which
the results of the election are published acts or incites others to act in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was held, commits an offense and shall be on conviction, it shall be liable on conviction for a fine at least not less than 50,000 shillings, but not exceeding 200,000 shillings, or to imprisonment for a term of not less than 6 months, but not exceeding 12 months in prison. Kwa hivyo, chini ya sheria ya uchaguzi, mtu yote ambaye anavuruga au anashawishi watu wengine wavuruge shughuli ya uchaguzi atakuwa amefanya kosa la jinai chini ya sheria ya uchaguzi hii ambayo nimeitaja, na akipatikana na hatia anaweza akapigwa faini ya kiasi ambacho hakipungui shilingi 50,000, lakini kisichozidi faini ya shilingi 200,000, au kwa kifungo kisichopungua miezi 6 lakini kisichozidi miezi 12, au vyote viwili. Kwa hivyo, na ni swala la uchaguzi, swala la ushahidi, kama hili kosa litakuwa limefanyika na uchaguzi una hatua ziko nyingi tu. Kuna hatua ya uandikishaji, kuna hatua ya vyama kuanza kuteua wagombea wao, kipindi cha campaign, kipindi cha uchaguzi, kipindi cha kuhesabu kura, kipindi cha kutangaza matokeo na kadhalika. Ukifanyika makosa hayo ya kuvuruga mchakato wa uchaguzi, adhabu yake imewekwa ndani ya sheria yenyewe. Sasa kwa hiyo tunasubiri huo ushahidi wa kutoka kwenye kosa ambalo adhabu yake ni fine kuanzia shilingi 50,000 uende kwenye uhaini ambalo adhabu yake ni kifo. Na ni maneno tu ni maneno tu ya kuvuruga wanaosema kuvuruga uchaguzi. Kwa maana yake hiyo, kama nimekuelewa vizuri Bwana Rose, ni kwamba Lissu kwa maneno yale aliyotoa hajafanya makosa ya uhaini. Haiwezekani. Unanielewa ndugu yangu? Kama ametoa hayo hizo kauli peke yake, bila ziada, ataingiaje kwenye hicho kifungu namba 39(2)(b)? Tunasubiri nini? Ushahidi kwamba alitishia serikali, na serikali nimetaja maana ya serikali ni nani, alafu atakuwa ameonyesha hiyo nia kwa kufanya vitu gani. Sheria inasema kuwe na maandishi, au ameandika au ametangaza, amechapisha, that is the word, amechapisha. Na kama ni maneno, je, yanaingia kwenye hicho kifungu? Kama yanaingia, je, yanafikia hiyo kiwango cha kuitwa ni uhaini? Ni kurudisha nyuma, ndugu waandishi wa habari. Huko nyuma Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alishawahi kutoa kauli ambayo hotuba, kauli ambayo tunaifahamu wote, aliyokuwa anasema tumedharauliwa kiasi cha kutosha
tumepuuzwa kiasi cha kutosha, tumeonewa kiasi cha kutosha. Sasa tunataka mapinduzi. Tunazungumzia mapinduzi. Wakati ule baba wa taifa na mwenyekiti wa tano ametumia jina mapinduzi. Je, na nini, na alionekana kwamba ni uhaini. Inakuwaje sasa? Au huyu bwana Tundu au mwenyekiti mwingine wa chama kingine atakuwa amefanya kosa kama atatumia neno la mapinduzi kwenye hotuba zake, kwamba tutafanya nini? Mapinduzi. Tutafanya mapinduzi ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na mabadiliko ya nini, ya sheria au na mapinduzi, kwa maana ya kubadilisha hali kutoka hii kwenda nyingine. Kama atakuwa anaonekana amefanya uhaini, itakuwa ni kwa sababu ni kiongozi wa chama cha upinzani au namna gani? Tutakuwa tunatumia mizani tofauti kwa kauli hiyo. Mwisho ni wakumbushe mwaka 1983 nani makamu wa rais wakati ule, Mzee Aboud Jumbe, aliwahi kushtakiwa kwenye halmashauri kuu ya CCM 1983 kwamba alichafua hali ya hewa kwa kusema kwamba kuna matatizo kwenye mfumo wetu wa muungano, na kwa hivyo anadhani iko haja ya serikali ya Jamhuri ya Muungano kupeleka hayo matatizo kwenye bunge, sio bunge, kwenye mahakama maalum ya katiba ili waweze kulitolea uamuzi jambo hilo kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali sini sawa na kusema alikinukisha. Sasa kama 1983 Mzee Jumbe alikinukisha, bwana Tundu atakuwa amefanya kosa la uhaini akisema mwaka huu mwezi huu kwamba tutakinukisha, na naye anasema tutakinukisha, inaenda kwenye uhaini kwa maelezo tu peke yake. Ndilo swali. Unahisi kwamba wamefanya hivyo jeshi la polisi, serikali kwa ujumla wamefanya hivyo labda kwa sababu ya kufifisha no reform no election, na kufifisha kabisa juhudi za Chadema na msimamo huu kwa no reform no election katika uchaguzi? Labda na kuongeza kingine, labda nafasi ya yeye kugombea urais kutokana na kushtakiwa atagombea. Yeye amesema hawezi wakafanya nini? Hakuna uchaguzi, unaelewa? Yeye amesema hakuna uchaguzi mpaka haya maboresho ya katiba na sheria ya uchaguzi yafanyike. Yakishafanyika anagombea, yasipofanyika maana ni kwamba hatagombea. Unapozungumzia wewe bwana nani? Bwana Amani, unapozungumzia kwamba kutakuwa na uchaguzi, maana yake ni kwamba kuna vitu zaidi ya kimoja unachokigombanisha, unachokilinganisha. Unachagua hii au unachagua kile au unachagua hicho cha tatu, ndio uchaguzi, election. Kama ilivyoonyeshwa kwenye uchaguzi wa mwaka jana, wagombea wa vyama vingine vya upinzani wote au wengi wameinguliwa, alafu wamebaki wagombea wa CCM. Ule uchaguzi, hiyo shughuli ni uchaguzi.
huyu aliyebaki peke yake anachaguliwa akilinganishwa na nani? Bwana Amani? Hawezi kuwa ni uchaguzi, utakuwa ni uteuzi au itakuwa ni kura ya maoni. Huyu aliyebaki peke yake anapigishwa nini? Kura ya maoni, ndio au hapana. Na shida ni kwamba unapofanya kura ya maoni, amebaki moja, unapigia ndio au hapana.